Kwa taarifa ambayo inahusiana kabisa na safari ya Harambee Starlets tangia mwaka 2016 wakishiriki mwisho Cameroon, na mara hii wanajiandaa kwenda katika maeneo ya Morocco. Tuangalie hiyo taarifa. Baada ya mwongo mmoja, Harambee Starlets zimerejea kwa dimba la kombe la mataifa ya Afrika kwa kinadada kwa maana ya AFCON, ambalo litaandaliwa Morocco kuanzia Machi 17 hadi Aprili 3 mwakani. Tangu mwaka 2015, Starlets imekuwa na makocha watano wakiwemo Justin Okring, David Ouma, Charles Okere, Alex Alumira, Godfrey Odwor na wasasa Beldin Odemba. Katika miaka 10 ya kujaribu kurejea kwa michuano hii, Starlets walifeli mara 3 mnamo mwaka 2018, mwaka 2022 na mwaka 2024. Mwaka wa 2016, Starlets walifuzu kwa mara ya kwanza chini ya kocha David Ouma baada ya kuibandua Algeria kwa jumla ya mabao 3 na kufuzu kutokana na faida ya mabao ya ugenini. Kenya wanajaribu kufanya piga funga goli. Mwaka 2018 walipoteza mabao 3-2 dhidi ya Equatorial Guinea katika raundi ya mwisho. Miaka miwili baadaye, mechi za kufuzu AFCON hazikuchezwa kutokana na mlipuko wa virusi vya homa ya uviko 19. Anachezea Australian Ladies huyu Shikobe. Mnamo mwaka 2022, Starlets walipangwa kumenyana na Uganda katika raundi ya mwisho ya kufuzu, ila mtanange huo haukuchezwa baada ya Kenya kupigwa marufuku na FIFA kutoshiriki michuano ya kimataifa. Uganda ikafuzu moja kwa moja. Marufuku hiyo ilitokana na serikali ya Kenya kuingilia kati masuala ya soka kinyume na sheria za FIFA. Baada ya marufuku hiyo kutupiliwa mbali mwaka 2023, Starlets walirejea kushiriki michuano ya kimataifa wakati huu chini ya kocha Beldin Odemba, lakini wakapoteza mabao 2 dhidi ya Botswana katika raundi ya mwisho. Kufuzu kwa michuano ya mwakani, Starlets waliondoa Tunisia kwa kuwapiga bao 1-0 kwa jumla ya mabao kabla ya kuadhibu Gambia mabao 4-1 kwa jumla ya mabao katika raundi ya pili na ya mwisho Jumanne wiki hii. Na baada ya historia hiyo, baadhi ya wachezaji wa Starlets wamezungumza. Naomba tuwasikize wanasemaji. Tunashukuru Mungu. Kutoka mwanzo tulianza na Mungu na tumemaliza na Mungu na tumepata ushindi na tumequalify. Tuna thank God na nina thank my teammate wenye wamefight siku ya leo tukapata ushindi. Naweza sema tu hiyo tama tukua na luck. Hii round tuko na luck. So yote ni kushukuru tu Mungu. Yani sina words. I'm just happy that to make Kenya proud na tunaenda huko na tuwezi tu kuparticipate. Tunaenda kuonyesha sisi pia tunaiweza. Inaenda kufungua doors for many people. Moso hata sisi wenye tuko majuu maybe tunaweza pata more bigger clubs kuwachezea. So ni opportunity ya kila mtu. It's not about me. It's about the country. The country has qualified after 9 good years. Beldin Odemba coach, but Odemba didn't qualify. Kenya qualified for the Women African Cup of Nations 2026, and I'm sure that the country is happy. I'm also happy as a patriot of the country, and this is for my country and football fans back at home. Unity in the team, great spirits. I keep on saying this again. It's also the time. It has been 9 years, so we kept on reminding ourselves that it has been 9 years. How long can we wait? So the girls were really spirited, the technical bench awesome. We worked together as a team, but we thank God so much because he came through for us as a country and as a team. What next is to ensure that they prepare well, and I also thank the Federation, and I urge Federation together with the Ministry of Sports to please allow us to have good preparation before we go to AFCON. We don't want to go as participants, we want to go and compete. Baada ya historia hiyo kuandikishwa nchini Senegal, sasa macho yote yameelekezwa kwa maandalizi ya AFCON. You have done your best and we promised you all our support as FKF, and together, of course, with the government of Kenya through the Ministry of Sports and with the support of His Excellency the President, Dr. William Ruto, we want to say once again, thank you for the stellar performance. You have made Kenya proud. Congratulations. Well done. And now the real hard work starts.
I just felt like the weather conditions were going to be so hard for the girls because we had to adjust, but give it to them. We have managed to possess the way we wanted to. We've managed to press. We managed to contain the pressure. Hiyo game ilikuwa tough, ilikuwa nervy. They played, they gave it their all. We had a very worthy adversary, but at the end of the day, ushindi ilikuwa ya Kenya. Definitely, we have to sit now and come up with a roadmap to 2026 WAFCON. We don't want to go as participants. We definitely want to finish in the top 4 and qualify for the World Cup. So we are going to sit down and come up with a very strategic plan on how to achieve that in terms of camping bases, in terms of technical preparedness, in terms of the preparedness for the girls and everything. Logistical preparedness, we'll have to have some meetings with the ministry and the president of FKF, of course. Thank you so much for all the support, Mr. Hussein Mohamed. It's been amazing. Ingawa soka ya mabinti haijakuwa ikitiliwa maanani sawa na wanaume, mabinti hawa wamekuwa wakifanya vizuri. Mwaka jana, timu ya Junior Starlets ya wachezaji wasiozidi miaka 17 waliandikisha historia kwa timu ya kwanza ya soka nchini Kenya kucheza kombe la dunia katika Jamhuri ya Dominican Oktoba iliyopita. Kitu poa sana kwa sababu inamaanisha Kenya we are growing. Women football is growing very fast. Na I think the support to kidogo from the one we get from the government and President William Samoei Ruto. And yeah. Sasa sisi wasemao walisema kwamba ahadi ni deni, na kupitia kwa njia ya simu Rais William Ruto alitoa ahadi kochokocho kwa timu ya Starlets. Motivation, Mr. President. Si mnanijua, nyinyi mkicheza kama nyinyi, mimi niko hapo nacheza kama mimi. Ahadi hizo tayari ametimiza. Pongezi, congratulations. Yani mlikuwa serious Yani mlicheza kama nyinyi? Na vile niliwaahidi, na mimi pia nitacheza kama mimi. I truly thank the President of the Republic of Kenya for the motivation. It is also something and it worked. Wachezaji kama mlinda lango Lilian Awuor, beki Dorcas Shikobe ambaye alikuwa nahodha msaidizi mwaka 2016 na kiungo Koroza Nakwino ndio wachezaji pekee waliowakilisha Kenya katika michuano ya AFCON nchini Cameroon mwaka 2016. Baada ya kuwasili nchini Jumatano usiku, Starlets walipokelewa kishujaa. We are happy that they have enjoyed the reception, going by the kind of mood that was around here. And so we are very happy with the performance of the Harambee Starlets, and we want to congratulate them for their very good performance, and all the pledges will be met. Kwa hakika baada ya mchezo mzuri sasa wametunukiwa nafasi ya WAFCON mwaka 2026. For me, kwanza na thank God kwa opportunity, na shukuru Federation na technical bench yetu wametuweka poa, that's why tume perform fit. So place tumeachia, tutaendelea kuanzia hapo. So it's not over. Bado ndio hiyo AFCON, ndio hiyo, kuna matimu kubwa, majina kubwa, but sisi kama Starlet kila kitu tunachukua, kila kitu na wakati wake. So sasa hii tutajiprepare kwa stories zingine. So AFCON ikifika tutakuwa poa pia. Sisi pia tunaweza, ndio maana tume qualify. For me ni special due 2016 nilikuwa na team but siku manage wa KCC, but now nimekuwa na team na thank God tumesaidia nchi, na nashukuru mafan na Wakenya wote wametuombea, na president pia venye ametumotivate. Tumeshukuru sisi kama Magalchad ametuonekania pia. Federation big up, tumeshukuru nyinyi wote, bila nyinyi majamaa tuwezi. Matayarisho yanaanza sasa. Baada ya miaka 10 ni rasmi sasa timu ya taifa ya Kenya ya mabinti Harambee Starlets imerejea kwa mashindano ya AFCON. Hivi sasa unaelekeza macho yote kwa mashindano hayo ambayo yataandaliwa nchini Morocco mwezi Machi na Aprili mwakani. Toto Aregi, NTV Michezo, kutoka uwanja wa Stade Lat Dior mjini Thiès, Senegal.
Yani ameipiga, akaipika na akaipakua mwenyewe kwenye ubora wake kutoka kule Senegali. Nimeipenda. Asante sana Bakori, asante. Wala tunajitayarisha mwaka ujao tunaenda Morocco. Mimi nakuombea sana. Asante. Yani kile kinaweza tokea ni wewe kuabiri ndege ya Morocco bana. Asante.